and his friends, na marafiki zake Shadrach, Meshach, and Abednego, Shadrach, Meshach na Abednego, they refused to eat from the king's table. walikataa kula katika meza ya mfalme. And when they were measured against the other, na walipopimwa kinyume na wenzao, they find out Daniel, Meshach, Shadrach, and Abednego has 10 times understanding compared to others. Wakagundua kwamba uelewa wa Danieli, Meshach na Abednego ni mara 10 zaidi ya wengine. They were looking fine, wakaonekana wazuri, but not only fine, they will have a great mind. Lakini sio tu wazuri, walikuwa na akili kuu. And that was a bit trouble. Na hiyo ndio ilikuwa shida kidogo. Because the next chapter, in chapter 2 of Daniel, kwa sababu katika sura ya 2 ya Danieli, King Nebuchadnezzar had a dream. Mfalme Nebukadneza akawa na ndoto. He has a nightmare. Alikuwa na ndoto ya usiku. And he had this kind of image. Na akawa na namna hii ya picha. And when he woke up, he forgot it. Na alipoamka akasahau. You know the story. Unajua habari. I won't go into it in details. Sitaenda sana kwa maelezo. But the king said unto himself, lakini mfalme alijiambia mwenyewe, these wise people, hawa wenye hekima, they always find the back door to surpass me. Siku zote wanapita mlango wa nyuma kunipita mimi. So I really need them to understand what was the dream. Kwa hiyo nataka wao waelewe ndoto ilikuwa ni nini and what's the interpretation. Na nini tafsiri yake. Again, this story is the story of faith. We are going to see another prophecies. Kwa hiyo tunaenda kuona nabii nyingine. And this in the book of Daniel. Na katika kitabu cha Danieli chapter 8. Sura ya 8. Verse 13. Mstari wa 13. The Bible says this. Biblia inasema, then I heard a holy one speak, and another holy one saying to him, how long will it take for a vision to be fulfilled? The vision concerning the daily sacrifice, the rebellion that caused desolation, the surrender of the sanctuary, and the trampling underfoot of the Lord people. Verse 14, he said to me, it will take 2,300 evening and morning, then the sanctuaries will be reconcentrated. Biblia inasema, ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena na mtakatifu mwingine akamuuliza huyo aliyenena, haya maono katika habari ya sadaka ya kuteketezwa ya daima na lile kosa lifanyalo ukiwa yataendelea hata lini, kukanyagisha patakatifu na jeshi? Akamwambia, hata nyakati za jioni na asubuhi 2,300 ndipo patakatifu patatakaswa. The prophecies of the 7th week. Kwanza nataka urudi na uanze kujifunza tena unabii wa majuma 70. Because the Bible says so little but it means too much. Kwa sababu Biblia imesema kidogo lakini inamaanisha sana. The 7th week of Daniel has a lot of information. Majuma 70 ya Danieli yana taarifa nyingi. And they are very critical. Na ni muhimu sana. Because when you fail to understand that prophecies, kwa sababu ukishindwa kuelewa unabii huo, you won't reach an intended conclusion to other prophecies. Hautofikia hitimisho lilokusudiwa katika unabii mwingine. Because these prophecies depending each other. Kwa sababu nabii hizi zinategemeana. The understanding of one prophecies lead you to understand another prophecy. Kuelewa unabii huu utakusaidia kuelewa unabii mwingine. For example, the Pharisees and Sadducees miss a very big point. Kwa mfano, Mafarisayo na Masadukayo walikosea sana. They didn't know the first coming of Messiah. Hawakujua ujio wa kwanza wa Yesu. Because the Bible says very clearly in the book of Daniel chapter 9. Kwa sababu Biblia imesema kwa uwazi kabisa katika kitabu cha Danieli sura ya 9. And he said that when you hear the decree to rebuild Jerusalem, it will be 70 weeks. Akasema mtakaposikia amri ya kujenga upya Yerusalemu itakuwa ni majuma 70. And then the Messiah will appear on the last week. Na kisha Mesia atatokea katika juma la mwisho. So they should
have calculated, when will the decree to rebuild Jerusalem? Kwa hiyo walitakiwa wahesabu lini ilikuwa ni amri ya kujenga upya Yerusalemu. And then started to count the first week, second week, up to the 70th week. Na baada ya hapo unafuata kwa sababu juma la kwanza mpaka la 70. The clearest evidence that the Jews miss out the point. Ushahidi wa wazi kwamba Wayahudi walikosea. They still waiting for the Messiah. Ilikuwa ni kwamba bado waliendelea kumsubiria Mesia. Almost 2,000 years now. Mpaka sasa miaka karibu 2000. After the decree to rebuild and restore Jerusalem. Baada ya amri ya kujenga upya Yerusalemu. They didn't see him. Hawakumwona. He was there. Alikuwa pale. The temple were rebuilt. Hekalu likajengwa upya. The temple were rebuilt back in the time of Herod, King Herod. Siku za kipindi kile cha siku za Herode, hekalu lilijengwa upya. And the walls were completed. Na kuta zilikamilishwa. Because Nehemiah built the wall. Kwa sababu Nehemia alijenga kuta. Although he gets some distraction from the other tribal nations. Ingawa alipata uharibifu kutoka katika mataifa ya kabila zingine. You know the story of Sanballat and Tobiah. Unajua habari ya Sanballat na Tobiah. They go and despise the ones who are building the walls. Walienda na kuwadharau wale waliokuwa wakijenga zile kuta. So indeed the wall were built. Kwa kiukweli kuta zilijengwa. And the temple were rebuilt. Na hekalu lilijengwa tena. They have to think, the temple is there. We were told from the time the temple were rebuilt and everything is okay, Messiah should appear. Kwa hiyo walitakiwa tu wafikirie kwamba hekalu lipo. Waliambiwa tangu hekalu litakapojengwa tena, Mesia atatokea. I think that is very simple. Nafikiri ilikuwa ni rahisi. Why up to now they don't agree that? Na kwa nini mpaka sasa hawakubali? I really fail to understand that. Nashindwa kuelewa. It's very clear in the Bible, in their Bible. Katika Biblia na Biblia zao. You know, in their Bible they call it Torah. Unajua Biblia yao wanaita Torah. And it is very clear in verse 24, chapter 9, Daniel. Na iko wazi katika sura ya 9. They were told that 70 servants are decreed for your people. Iko wazi katika Danieli 9:24 kwamba juma 70 yameamliwa kwa watu wako. Where did they fail? Walishindwa wapi? If you come with your own understanding, that's the problem. Kama ukija na uelewa wako mwenyewe, hilo ni tatizo. And the very clearest answer is they come with their own understanding. Na jibu la wazi kabisa ni kwamba walikuja na uelewa wao. But when the Messiah was walking on the sea, Lakini wakati Mesia alipokuwa akitembea, and John saw Messiah, na Yohana alipomuona, and he said, "Behold the Lamb of God, akasema tazama mwana-kondoo wa Mungu, who take away the sin of the world." ambaye atachukua dhambi za ulimwengu. And they sent the messengers to John Na wakatuma wajumbe kwa Yohana. and asked him, "Tell us, are you the Messiah or we should still wait?" Na kumwambia tuambie wewe ni Mesia au bado tusubiri. And John looked at them. Na Yohana akawaangalia. He didn't even blink. Hata kupepesa macho. And he said, "I am the voice from the wilderness." Akaambia mimi ni sauti iliyo kutoka nyikani. Praise the Lord, church. Bwana asifiwe kanisa. Praise the Lord, church. Bwana asifiwe kanisa. I really hope you get what I'm saying. Natumaini unapata kile nasema. As of now, a lot of prophecies has been distracted. Kwa sababu mpaka sasa unabii mwingi sana umeharibiwa. That's why many people don't have a very clear picture of the plans of events of God. Ndio maana watu hawana mtazamo wa wazi kabisa wa mpango wa Mungu. Because these prophecies has been distorted. Kwa sababu nabii hizi zimeharibiwa. Last week I said a very significant. Juma lililopita nilisema kitu cha muhimu. And I said that God does not have to be in the temple so that devil can come and make abominations. Nikasema haihitaji Mungu kuwa hekaluni ili shetani aje na kufanya uharibifu. But people say now the temple will be rebuilt. Lakini watu sasa wanasema hekalu litajengwa tena.
And God said, no, I want to rebuild. I'm done with that. Na Mungu anasema hapana, nimemalizana na hayo. The first temple of Solomon were rebuilt. Hekalu la kwanza la Suleiman lilijengwa. God came with fire and burnt offerings in the temple. Mungu akaja na moto akachoma zile sadaka. And the temple was so glorious. Na hekalu lilikuwa ni la utukufu. And it marked the temple services were beginning. Na ikawa ndio mwanzo wa ibada za hekaluni kuanza. King Nebuchadnezzar came and destroyed it. Mfalme Nebukadneza akaja akaliharibu hekalu. Because of the rebellions of the people. Kwa sababu ya uasi wa watu. You know, I've been wondering. Unajua nilikuwa nikishangaa. If you read the book of Exodus 12, ukisoma kitabu cha Kutoka 12, 41, mstari wa 41, the Bible says that the Israelites were spent in slavery for 430 years. Biblia inasema Waisraeli walikuwa utumwani katika miaka 130. 430 to the very day God delivered them on time. Mpaka katika siku ambayo Mungu aliwakomboa. 430 years to the slavery. Miaka 430 utumwani. And God delivered them on time. Na Mungu akawaokoa katika kulingana na wakati. If you read the book of Ezekiel 4:4, God is giving the reason why He is sending them to captivity. Mungu anatoa sababu kwa nini aliwapeleka utumwani. Because they violated 70 Sabbath. Kwa sababu walikiuka sabato 7. For 430 years. Kwa miaka 430. And He sent back to the captivity on time. Na akawapeleka tena utumwani kwa wakati wake. That's a bit strange. Hiyo ni ngeni kidogo. Let's go back to the third prophecy. Turudi katika unabii wa tatu. So in these prophecies, katika unabii huu of Daniel chapter 8, ya Danieli sura ya 8, verse 13, mstari wa 13, it's very important to understand ni muhimu sana kuelewa, because it connected to many things in the Bible. na vitu vingi katika Biblia. In fact, you should have a very deep knowledge about a lot of information. Unatakiwa uwe na maarifa ya ndani zaidi kuhusu taarifa nyingi. So first of all, you should understand what the Bible has to say to the state of man at death. Kwanza kabisa unatakiwa uelewe nini Biblia inasema. What happened when a person died? Kuhusu nini kitatokea wakati mtu atakapokufa. You know, that is a very big topic. Unajua hiyo ni mada kubwa. And even now, a lot of Christians don't know what happened when a person died. Na hata sasa Wakristo wengi hawajui nini kinatokea wakati mtu anapokufa. You should be able to understand what the Bible has to say when a person dies. Uelewe nini Biblia inasema wakati mtu atakapokufa. A state of a person. Ile hali ya mtu. So that's the first thing you should understand. Hiyo ndio kitu cha kwanza unatakiwa kuelewa. The second thing you should understand. Kitu cha pili kuelewa. You should have a knowledge of, I call it heaven and earth linkage. Unatakiwa uwe na ufahamu, maarifa ya muunganiko wa mbingu na nchi. There are some activities which are happening in heaven. Kuna matukio ambayo yanatokea mbinguni. And we really don't know them. Na hatuyajui. Because we are not in heaven. Kwa sababu hatuko mbinguni. We are here on earth. Tuko hapa duniani. But God from His infinite wisdom lakini Mungu kutoka katika hekima yake sio na has given us a clue. Ametupatia sisi kitu cha kutambulisha. To understand the event in heaven. Ili kuelewa matukio ya mbinguni. And their time. Na nyakati zake. So you should